Hata hili jambo la tozo kwa mfano, watu wengi wametulaumu sana, lakini fikiria nyinyi ndio wasomi. Juzi mama ameenda kukopa 1.3 trillion deni, na tuna majengo hivi sasa ya madarasa ya vituo vya afya ambayo yanajengwa kwa tozo. Hivi ipi bora? Sisi wa Tanzania wa miaka 60 ya uhuru kuzidi kukopa na madeni, au tubanane hapa tujenge wenyewe bila madeni haya makubwa yasiyoeleweka? Ni lini sisi tutafanya wenyewe? And how? Tutembeze bakuli ndio heshima? Tukishakopa tunapiga makofi? Sisi wakukopa kila siku tukasema pitisha tozo, anayetaka asiyetaka pitisha tozo. Lazima tuanze kujenga wenyewe. Nani atafanyia? Yuko wapi huyo mjomba? Tukapitisha. Sasa 2025 mtaamua. Mkitoa waliopo nayo sawa, waje watakao kwa kazi yao kwenda kukopa. Endapo hiyo ndio namna ya kurani nchi. Hivi sasa tudeni letu 70 trillion. Hivi nyinyi wasomi? Is that healthy? Kuna siku nchi itapigwa mnadani. Madeni. Mikopo ni lazima. Ni lazima. Wala sitaki kuwadanganya hapa, wala sitaki kuambia chochote. Ni lazima. Lakini jengine, katika mikopo ile, fedha inapokuja ikatumika ndani ya nchi, tunasaidia kujenga uchumi wa nchi. Sasa mtu aniambie mikopo mibaya, haifai, huyu mama kakopa tu. Sasa serikali ya kukopa haikuanza mwaka 2021. Serikali ya kukopa toka tumepata uhuru. Tuna serikali ya kukopa, na tulifika kipindi tukakopa sana na jina tukabadilishwa, tukaitwa high indebted country, tukapelekwa kwenye maadjustment, tukayamaliza, tukawa huru. Tumekopa kote huko, na maendeleo yaliyopatikana yote ni ya kukopa. Haiwi ajabu leo tukikopa iwe kioja, si kioja. Tunaendeleza tu maendeleo ya watu. Mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake. Ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka. Ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri, hali haijawa, na kuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu nakudai. Ujana dume wako upo hapo. Kesha kushusha hadhi, si ndio? Lakini ukiwa na chako unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada dunia yote sasa iko juu chini. Mavita, maugomvi, mavurugu, uchumi zimeshuka. Huko hawafanyi vizuri kama tunavyofanya sisi hapa. Na wale wanaweza kuresearch, wende wakaresearch. Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huko. Sawa ndugu zangu, lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba Watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa. Sasa kama hukupeleka nasema sikupi pesa. Usinipe, nitakusanya ndani kwangu. A few moments later. Sikia balozi hapa wa Ufaransa ameisifu sana Tanzania. Tulivu, na kwa sababu ya utulivu wetu, maendeleo yanayoendelea, wao wako tayari kutupa ruzuku na mikopo zaidi ili maendeleo zaidi yafanyike. Na uhakika hata shetani aliko kule anatucheka kwamba umaskini wetu ni wa kujitakia. Lakini inawezekana shetani huyu ndio maana tunamlani, aliwatumia baadhi ya Watanzania wengine wakiwa viongozi kuendelea kuifanya Tanzania kuwa maskini. Ipo miundombinu ambayo tulitakiwa tuitengeneze, tunakosa hata fedha za kuitengeneza, na saa nyingine tunakopa kwa masharti ya ajabu wakati mali tunazo. Watanzania wanakosa maji na wengine wanakufa kwa kipindupindu, lakini mali zetu zinasombwa. Wapo Watanzania waliofariki kwa ajali baharini na ziwani na barabarani kwa sababu ya kutokuwa na miundombinu.
Mwanza kwa mfano walikufa watu karibu 1000. Sasa ni miaka mingi imepita, bado hatujawatengenezea hata meli. Lakini wapo Watanzania wenzetu waliopewa madaraka na Watanzania maskini kwa ajili ya kusimamia rasilimali zetu, wao wamekuwa pati ya watu wa kuwaibia Watanzania maskini.